Karibu kwenye mazungumzo ya Footprints, ambapo tunachunguza na kutumia kanuni za uongozi za kibibilia katika mahali pa kazi kama waumini ambao nyadhifa zao kazini na biashara zao ni kama nafasi ya huduma. Je, unashangaa jinsi unavyoweza kuleta mabadiliko katika sehemu yako ya kazi kwa ajili ya utukufu wa Bwana? Bwana Yuda na Bwana Zack wote wanakubali kwamba huwezi kamwe kuleta mabadiliko ya kudumu ambayo inaleta utukufu kwa Bwana wako bila mabadiliko ya moyo wako. Tuwakaribishe kwenye mazungumzo ya Footprints. Siwezi kuamini tuko katika kipindi cha mwisho cha mafundisho. Ndiyo. Wanasema, muda unaenda wakati unafurahia. Hakika, imekuwa furaha kubwa kuwa nanyi kushiriki uzoefu wenu na maarifa juu ya jinsi tunavyoweza kuleta mabadiliko kama waumini mahali pa kazi. Bwana Yuda, tafadhali, mtu kama wewe angewezaje kutembea, kuzungumza, kula, kulala na kufanya kazi na Bwana bila kuleta mabadiliko kwa yeyote? Hilo linawezekanaje? Kwa sababu kwanza, unaweza kupitia shughuli zote za kidini na kujiita mchungaji, askofu na askofu mkuu bila kukabidhi moyo wako na maisha kwa Bwana. Nilikuwa hapo. Nilifanya hivyo. Pili, ulafi hujenga hisia kali ya utupu ambayo imejikita katika hitaji la madaraka, hadhi, udhibiti, ushawishi na utajiri hata kwa njia za kifisadi. Tatu, uchoyo huu na utupu hukufanya ujiangalie mwenyewe tu. Unakuwa kipofu kwa thamani halisi ya watu wengine na mahusiano. Sikuwajali wanafunzi wenzangu, sikujali Bwana wangu Yesu. Sikujali mtu yeyote. Nilichojali tu ni mimi na mimi mwenyewe, nikiwa na fedha zaidi na dhahabu zaidi. Bila shaka, huwezi kuleta mabadiliko kwa mtu yeyote ikiwa unachofikiria ni wewe mwenyewe na dhahabu zaidi. Bwana Zack, je, ulikuwa na hisia ile ile ya utupu iliyokusukuma kupata dhahabu na fedha zaidi kama Bwana Yuda? Swali muhimu sana. Nilihisi utupu sawa na hitaji la dhahabu zaidi. Bwana Yuda aliiba kutoka kwa huduma na mimi niliiba kutoka kwa watu na taifa. Lakini baada ya kukutana kwangu na Bwana Yesu Kristo, nilitambua kwamba yeye ndiye pekee ambaye angeweza kujaza utupu huo unaosababisha uchoyo. Tofauti na Bwana Yuda, nilikutana na Bwana mara moja tu, lakini niliutoa moyo wangu kwake awe Bwana wangu. Utajiri haukuwa na nguvu tena kwangu. Niliuona kuwa ni takataka utajiri huo wa dunia ikilinganishwa na kumjua Mola wangu mlezi. Nilitoa nusu ya mali yangu kwa maskini na niliwarudishia mara 4 wale niliowadanganya. Bwana hakukuambia ugawe mali yako. Kwa nini ulifanya hivyo? Moyo wako unapobadilika na kujitoa kwa Bwana, unakuwa njia ya baraka na mabadiliko yake. Ghafla nilianza kuwafikiria wengine. Mimi ambaye siku zote nilikuwa nikifikiria kuibia wengine. Nakumbuka kuwa nilimwaga na kurudisha pesa zote nilizoiba na kutumia mali yangu kuweka tabasamu kwenye nyuso za maskini, wajane na mayatima. Sikufanya utakatishaji wa pesa za kiroho. Huwezi kuleta mabadiliko yoyote ambao itamtukuza Bwana kwa pesa zilizoibiwa. Huwezi kuosha pesa zilizoibiwa. Laiti ningalijua ukweli huu mzito. Nisingekuwa na mwisho huo mbaya wakati huo. Wanasiasa wala rushwa, wafanyakazi na wafanyabiashara, tafadhali msikilize Bwana Zack. Hakuna baraka katika kugawana pesa ulizoiba, kuzitumia kwa zaka kubwa na sadaka, au kwa ajili ya kujenga hekalu kwa ajili ya Bwana. Hakuna baraka katika utakatishaji fedha wa kiroho. Ndiyo, utajiri wa kuleta mabadiliko ni utajiri unaopatikana kwa dhati ambao unatumiwa kuwainua wengine, kuwaadhiri wengine, na kuleta tabasamu kwa wengine. Hadi wakati mwingine, kuwa na mabadiliko ya kudumu mahali pako pa kazi. Hebu tumpe Bwana Yuda na Bwana Zack shukurani zetu.
Iwapo mazungumzo haya ya Footprints yamekuwa yenye baraka kwako, basi ipitishe ili iwe ya baraka kwa wengine. Je, wewe ni muumini aliyejitolea kutimiza wito wake wa kitaaluma mahali pa kazi na mahali pa biashara? Tuna rasilimali kadhaa kukusaidia kufanya hivyo. Jiunge nasi kwenye mtandao wetu YouTube kwa ajili ya wewe kupokea rasilimali mpya kila wiki. Kama wewe pia una vipaji vingine vya kiteknolojia, wasiliana nasi na tuzisalimishe kwa Bwana ili kubadilisha maisha ya wengine kwa utukufu wake.